Tuko katika siku ya Ijumaa, siku ya kwamba ni bora zaidi kushinda siku zote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha siku ya Ijumaa kushinda siku zingine. Kwa ajili hiyo, bila kurefusha, moja kwa moja tunaingia katika maudhui yetu ya leo, na inshallah Ta'ala maudhui yetu itakuwa unwani yake ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul A'la, kusema qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul A'la anatuambia qad aflaha man tazakka, ya kuwa hakika amefaulu yule kwamba amejitakasa, wa dhakara isma rabbih, na akataja jina la Mola wake, fasalla, na akaswali. Kwa ajili ya mtu kama huyo anafaulu. Ulama radhiallahu ta'ala alayhim, aya kama hii wametafsiri aina mbalimbali, lakini tutachukua kwa wengine kwa kwamba ni katika ulama walifasiri aya kama hii. Wa kwanza ni al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah. Al-Imam Ibn Kathir alipokuwa anafasiri aya kama hii akasema qad aflaha man tazakka, akasema qad aflaha man tahhara nafsahu min al-akhlaq ar-radila, ya kuwa amefaulu yule kwamba ametahirisha nafsi yake kutokana na tabia zilizokuwa ni chafu. Kisha akasema wataba ala sallallahu ala rasuli, na vile vile akafuata yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha juu ya mtume wake. Hii ni tafsiri ya kwanza, ndio kwamba Imam Ibn Kathir ametafsiri. Na tafsiri ya pili ni ya Imam Baghawi alayhi rahmatullah. Al-Imam Baghawi alipokuwa anafasiri akasema qad aflaha man tasaddaqa bil-fitr, ya kuwa amefaulu yule kwamba aliotoa sadaqatul fitr, yule kwamba ametoa zakatul fitr, amefaulu. Kisha akasema wa kabbara yawm al-eid fasalla salatu, vile vile akaswali akapiga takbir siku ya Eid, na vile vile akaswali swala ya Eid, na itakuwa hivyo maudhui yetu. Maudhui leo tumeichagulia kuwa ni zakatul fitr. Kwanza, zakatul fitr, az-zakah kilugha ni nini? Wakasema az-zakatu lughatan an-nama'u wa tathhir, ya kuwa zaka kilugha ni an-nama', ni ziada, ni kwamba mtu akitoa zaka basi anapata ziada, itakuwa ni sababu ya kuzidishwa mali yake. Na lingine akasema wa tathhir, na maana ya pili ni kutahirisha mali, kuonyesha mtu akitoa zaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatahirisha mali yake. Hii ni kilugha. Na kiistirahi ni kuwa ni sadaqatun ma'luma, ni sadaqa kwa kwamba inayojulikana, kila mmoja anaifahamu, kwa hiyo ni sadaqa ma'luma. Tena akasema bimiqdarin ma'lum, tena kwa kiwango maalum kwamba inajulikana. Kisha akasema min shakhsin makhsus, kutoka mtu ambaye ni khaswa. Kisha bishurutin makhsus, kwa masharti kwamba ni khas. Kwa hiyo ile mwenye kutoa zakatul fitr kuna baadhi ya shuruti imewekwa, lao itakosekana basi ndio bado haijawahi. Kisha akasema an taifatin
watakwenda kupewa kipoto ambacho kwamba mahsusi, na tutakuja kuona kipoto gani ndio kwamba zaka imeandaliwa kwa ajili yao. Kisha akasema tajibu bilfitra, zakatul fitri inawajibu kwa mtu kufuturu, na wakati wake wa wajibu ni pale unapofuturu kutoka na mwezi kama huu. Siku ya mwisho ukishafuturu ukamaliza somo yako, basi wakati huo ndio inakuwa wajibu. Kisha akasema tahara ni swala yakuwa ni tahara kwa yule aliyefunga, na lingine watamatan lilmasakin, yakuwa ni chakula kwa wale maskini. Kwa hiyo hii ilikuwa ni nukta ya kwanza, tumechukua taarifu. Na nukta ya pili, lini ilifaradhishwa zakatul fitr? Zakatul fitr imefaradhishwa as-sanatu thaniya min al-hijra, mwaka wa pili kutokana na hijra, na katika huo mwaka ndio imefaradhishwa ibada ya saum. Ndio zakatul fitr imefaradhishwa mwaka wa pili kutokana na hijra. Nukta ya tatu, hukumu yake. Je, katika sheria ya Kiislamu zakatul fitri inachukua hukumu gani? Zakatul fitri inachukua hukumu ya wajibu, ya kuwa ni lazima. Kwa ushahidi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Ibn Umar, Abdullah ibn Umar amepokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir wal-muslimin. Sayyidina Ibn Umar anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, amefaradhisha zakat al-fitr, na hiyo mahali shahid. Kwa hiyo zakatul fitr unajua katika sheria ya Kiislamu inachukua hukumu ya wajibu. Kwa hiyo mtu anatakiwa atoe katika fitra yake ya kuwa ni sunna au mubah mingineyo. Unajua na kutarabba ya kuwa zakatul fitr katika kisheria inachukua hukumu ya wajibu. Nukta nyingine, hikma ya kuwekwa zakatul fitr. Ulama ridwanullahi ta'ala alayhim wametaja hikma mbili. Hikma ya kwanza wakasema annaha qudratan liswala, kwa zakatul fitr ni tahara kwa ile aliyofunga, ni tahara kutokana na yale makosa kwamba amefanya katika mwezi mtukufu, yale mapungufu kwamba amefanya katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi makamilisha haya mapungufu. Ndio wakia akasema Imam Shafi mwalimu wake akasema zakatul fitr wa saumu ni kama sittatu sawi katika swala, yani namna inavyoungwa swala kwa sittatu sawi. Mtu akisahau baadhi anaunga kwa sittatu sawi. Vile vile mtu ikipatikana upungufu katika somo yake inaungwa kwa zakatul fitr. Kwa hiyo hii ni hikma ya kwanza, ni kwamba imefaradhishwa zakatul fitr. Na hikma ya pili ni tu'matan lilmasakin, yakuwa ni chakula kwa wale wanaofunga, ni tu'matan lilmasakin. Yani hikma ni kuwa wale maskini kama wana kitu, na wao pia wapate siku ya Idi kitu kwa watasherehekea nao, ili waokoke kutokana na kuombaomba, kwa sababu ikiwa maskini hana kitu bila shaka ataenda kuomba. Kwa hiyo
Pande zote mbili imewafiki hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyopokelewa na Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lahwi wal-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri ya kuwa ni tuhratan, ni tahara min al-lahwi, kutokamana yale mambo ya kiukuzi, wal-rafath, na yale mambo machafu kwamba mtu ametunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na lingine akasema ni wathuratan lilmasakin, ya kuwa ni chakula kwa wale maskini. Kwa ajili ya hikma kwamba iliyowekwa katika zakatul fitr. Zakatul fitr lugha nyingine inampasa bila nani, yaani mtu gani kwamba inampasa ni kila Muislamu au mdogo au mkubwa, mwana, mtumwa, wote unawapasa, na kwa aliyefunga na kwa kwamba hakufunga. Sio kasema ya kosa kufunga hakuna haja ya kutoa zakatul fitr. Ikiwa umefunga na kufunga ni sawa sawa. Hata leo unafunga kwa ajili ya udhuru, pengine ulikuwa mgonjwa ukafuturu, sheria kwa ruhusa, lakini ujue vile vile ni lazima utoe. Na ni mkubwa kwa mdogo, haina tofauti. Shaka ni kwamba inawapasa mtu kutoa. Anayetoa kuna baadhi ya shughuli zinaandaliwa. Kwanza, sharti ya kwanza awe Muislamu mtu. Hii ni sharti ya kwanza, kwa sababu ibada haisuji ila kwa Muislamu. Ibada yote Mungu atakufanya bila kwa Muislamu, bila shaka haisuji. Kwa hiyo sharti ya kwanza ni mtu awe Muislamu, na sharti ya pili ni kupatikana ziada ya chakula chake na chakula ya wale kwamba anawalisha watoto wake, hata kama wazazi wake ni mafukara, imekuwa ni wajibu kuwalisha, basi pia ni lazima watolee. Ndio sharti nyingine ya kukupasa zakatul fitr ni ile chakula chako uzidi na chakula cha wale kwamba unawalisha siku ya Eid na usiku wa Eid. Zaidi ya hapo utatoa. Hii ni sharti ya pili, inaangaliwa kwa ile mwenye kutoa. Na sharti ya tatu ni mtu kupata kipande cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na vile vile kupata kipande cha Shawwal. Hii sharti ya tatu lazima patikane. Lazima upate kipande kutoka mwezi mtukufu wa Ramadhani na vile vile upate kipande moja kutoka mwezi wa Shawwal. Mfano, mtu amefunga tokea mwanzo wa Ramadhani, kisha kwa kadri ya Mwenyezi Mungu siku ya mwisho wa Ramadhani, kabla jua haijazama akafa, huyu hatolewi. Kwa sababu gani? Amepata kipande cha Ramadhani lakini hakupata kipande cha mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo ni sharti ya tatu pia ni lazima upate kipande cha Ramadhani na kipande cha Shawwal. Pengine mtoto akizaliwa siku ya mwisho wa Ramadhani kabla jua haijazama akazaliwa, kisha baada ya jua kuzama mwezi wa Shawwal kasimama, huyu ni lazima utolee. Kwa sababu gani? Amepata kipande cha Shaaban, Ramadhan na vile vile Shawwal. Kwa hiyo idraku juz'in min Ramadhan wa juz'in min Shawwal. Vile vile kama mwanamke kabla
yule mtu. Kwa sababu gani? Amepata katika ndoa yake upande wa Ramadhani, kipande cha Ramadhani vile vile kipande cha Shawwal. Na kinyume chake, lau mtoto atazaliwa baada ya kuwa jua imezama siku ya mwisho wa Ramadhani, huyu hautamtolea. Kwa sababu gani? Hakupata Ramadhani, amepata kipande cha Shawwal peke yake. Kwa sharti ya tatu ni mtu apate upande zote mbili ndio impasi. Kwa hiyo ukishapata kipande moja, kipande cha pili kupata sio lazima. Umepata kipande cha Shawwal, kipande cha Ramadhani kupata si lazima. Na kinyume chake. Kwa hiyo hii ni nukta ya tatu. Nukta nyingine, wakati gani kwa kwamba inakupasa? Tunaona shuruti kwa kwamba inakupasa, lakini wakati gani ni lazima utoe? Wakati wake wa lazima ni baada ya kuzaliwa siku ya mwisho ya Ramadhani, pale ndio inakuwa wajibu. Kabla ya hapo inakuwa ni jaiz, inafaa, kwa sababu zakatul fitr min awwal Ramadhan una ruhusa ya kutoa, lakini ndio bado haijakuwa lazima. Lakini ndio ikishazama siku ya mwisho wa Ramadhani, ndio sasa imekuwa ni wakati wa lazima, ni wakati mtukufu, wala huwezi ukaepuka, kwa sababu ushakupasa. Umefunga tokea Ramadhani ya kwanza mpaka ya mwisho, mpaka ukiingia katika mwezi wa Shawwal, basi umekuwa ni wajibu yako. Kwa nyingine, kina mama kwa kwamba watakaopewa zaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu hasa amewataja katika Qur'ani tukufu. Kuna watu sampuli 8 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataja katika Qur'ani, hawa ndio waliopewa. Wakiwa maskini, mafukara, muallafatul qulub, watu sampuli 8 wametajwa katika Qur'ani. Kwa sampuli hawa ndio watawapa zakatul fitr. Na kitu gani kinatolewa? Kinachotolewa ni qutul balad, ni chakula cha mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam zama zake chakula ilikuwa ni tende, kwa hiyo alikuwa akitoa tende. Lakini hivi sasa huwezi kutoa tende kwa sababu sio qutul balad. Leo mfano waite tu watu kwenye iftari, bana leo kufuru ni kwangu, kisha baadaye wajazie sinia ya tende, haya kuleni, wataona huyu kidogo umechanganyikiwa. Sasa watakwambia kama ni kufuru mwadhimu shafana kule msikitini, hivi sasa tunasubiri chakula. Ile kuhusu balad kwa kisasa ni mchele. Kwa ajili hiyo ndio mtu anatakiwa atoe mchele, kwa sababu kuna chakula kinachotumika kwa kisasa. Hiyo ndio chakula ni kwamba inaotolewa. Kiasi kinachotolewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia katika hadithi yake, akasema ni sa'un, ni pishi, ndio kwamba inaolingana na 4 amdad, vibaba 4. Ulama radhiallahu ta'ala alaihim walikhtalifiana katika vibaba vya Mtume wa sallam, kwa sababu Mtume alitumia vibaba 4. Wajileo ndio wakatofautiana katika kadiria ni kiasi gani. Watu wa Baghdad wakasema ni 5 arqam, kwa hesabu yao ni 5. Lakini kwa kisasa hesabu yetu ni kilo 2.5. Wengine wakasema ni kilo 3 bora zaidi. Kwa hiyo kwa kama ina nguvu ni mtu atoe kilo 2.5. Hii ndio kiwango chake. Na lingine, kuna faida gani katika kutoa zakatul fitr? Bila shaka kuna faida kubwa inayopatikana katika kutoa zakatul fitr.
sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake anatuambia saumu shahri ramadhana muallaqun baina as-samai wal ardi la yunfa'u illa bi zakati al-fitr, yani saumu iliyofungwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inafungwa kati ya mbingu na ardhi, kisha kasema wala yunfa'u illa bi zakati al-fitr, yakuwa haitolimuliwa illa kwa zakati al-fitr. Ni hasara kubwa mtu afunge kuanzia mwanzo wa Ramadhani kisha Ramadhani yake ifungwe kati ya mbingu na ardhi kwa chakula kidogo kama hii, kilo 2.5. Ni kitu kama ni kidogo, lakini inasababisha saumu yako inuliwe na moja kwa moja ikubali. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi katika kutekeleza zaka kama, wala mtu asifanye hivyo bakhili, kwa sababu itakuwa ni hasara kubwa. Na kama kutoa si kwamba umeachiwa, la ni deni unadaiwa. Ikiwa Ramadhani inapita hujalipa, basi bado umefunga na hii pesa inafunga kama hujalipa, kwa hiyo ni deni kwamba unadaiwa. Nukta nyingine, wakati gani ndio kama ni bora zaidi kutolewa zakatul fitr? Zakatul fitr wakati ndio kama ni bora zaidi ni mtu kabla hajaenda kuswali salatul eid. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, waman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula, yoyote ndio kwamba atakayetekeleza zakatul fitri kabla ya swala ya Eid, anasema fa hiya zakatun maqbula, ni zaka ndio kwamba imekubaliwa. Kisha akasema waman addaha